Wapendwa ndugu zangu, kama nilivyosema mwanzoni, leo kanisa pia inatualika kusali na kuombea miito mitakatifu. Lakini pia tuendelee kutafakari juu ya miito hiyo mitakatifu. Dominika hii ambayo inafahamika kama Dominika ya mchungaji mwema, kanisa liliweka pia tukumbushe namna ya kuwa wachungaji. Iwakumbushe wote wenye nafasi ndani ya kanisa namna ya kuwa wachungaji kwa kumwangalia Kristo aliye mchungaji mwema. Lakini pia iliwekwa ili kukumbusha au kutukumbusha umuhimu wa kuandaa wachungaji, umuhimu wa miito hii mitakatifu. Lakini pia ilituandaa au ilitualika kuendelea kusali kwa ajili ya wale ambao tunaona wamerejea katika uchungaji wao. Kwa pia siku ya leo tunaalikwa kusali na kuombea wachungaji wetu ambao kulingana na changamoto zinazokuwa nyingi au zinazoongezeka, kuna uwezekano pia wa kurejea au kurudi nyuma. Kwa siku ya leo tunasali pia kuombea hao. Masomo ambayo tunayasikia siku ya leo, somo la kwanza ni ujasiri wa Mtume Petro ambaye amejazwa nguvu. Yule ambaye mwanzoni alimkana Kristo ndiye huyu siku ya leo tunasikia anasimama kwa sauti kubwa, anamkiri Kristo hadharani, lakini pia sio tu kwa kumkiri, lakini kwa ajili ya kuwasaidia wengine waweze kumfikia Kristo. Petro anachukua wajibu au anavaa uhusika wa mchungaji. Mchungaji ambaye mara zote anatafuta yule ambaye amepotea. Na hotuba ya Petro haikuwa na lengo la kuwahukumu hawa watu ambao wamemtesa Kristo, lakini ilikuwa ina lengo ya kuwasaidia waweze kutambua makosa yao na baadaye waweze kumsogelea Kristo. Ndio maana tunasikia baada ya hotuba ambayo ni ndefu, leo tumesoma kisehemu kidogo sana cha hotuba yake, lakini baada ya hotuba yake kuwa ndefu, watu walijiuliza sasa tufanye nini? Maneno yakawachoma moyoni. Tunasikia leo wanabatizwa zaidi ya watu 3,000. Na hii kwa sababu ni siku ya Pentekoste ndiyo inayodokeza kuanzishwa rasmi kwa kanisa. Kundi kubwa linakusanyika na wafuasi ambao wanakuja kumfuata Kristo. Kwa hiyo linatengenezwa kanisa, sio tena la mitume wale 11 ambao walikuwa wamebaki, lakini inatengenezwa kundi lingine kubwa la waamini ambao ni wabatizwa, ambao wako tayari sasa kumfuata Kristo katika maisha yao, katika ufuasi wao. Wanatubu, wanabatizwa, wanakuwa kundi moja ambalo linaongozwa na mchungaji mmoja ambaye ni Kristo. Kwa hiyo kwa sababu hiyo au kwa mazingira hayo, hii inatuletea picha ya kwanza kabisa ya kuanzishwa kwa kanisa. Kwa hiyo kama kanisa tunasema lilianzishwa siku ya Pentekoste ni kwa sababu ya hawa ambao walibatizwa na kutengeneza kundi kubwa la waamini wanaomfuata Kristo. Wapendwa ndugu zangu, kutoka katika somo hilo la kwanza tuna mambo mengi ambayo tungeweza kujifunza, kwamba mara zote Mungu anawatafuta watu wake, hasa wale ambao wamepotea, wale ambao wamepotoka, wale ambao wako mbali. Na Mungu anatumia mbinu nyingi ili kuweza kuwakusanya na kuweza kuwafuata na kuweza kuwarudisha tena. Siku ya leo tunasikia anatumia mdomo wa wale ambao walimfuata, wale wafuasi wake wa mwanzo. Anatumia mdomo wa Petro na mitume wengine kukusanya kundi kubwa ambalo lilikuwa limepotoka. Na ndiyo hiyo kazi ambayo inaendelea kufanyika mpaka leo. Mungu anaendelea kuwatafuta wakosefu, anaendelea kuwatafuta wanadamu ambao wamepotoka kupitia vinywa vya wale ambao amewaweka duniani kama wahudumu, wale ambao ni wachungaji wetu, mapade, mashemasi, maaskofu na wale wote ambao wanajibidiisha kulitangaza neno la Mungu. Mungu anaendelea kutumia midomo yao hao ili kuweza kuwarudisha wakosefu. Anawarudishaje? Pale ambapo wanatutafakarisha au pale ambapo wanatusaidia kutambua makosa yetu. Sio lengo lake sio kutuhukumu au kutulaumu au kututengenezea mazingira ya kwamba tuonekane ni waovu. Hapana, lengo lao ni sisi tuweze kubadilika kutoka katika uovu. Kwa kama kuna dhambi au kuna uovu wote ambao unakemewa, ni kwa lengo hilo ili tuweze kuacha huo uovu na kurudi katika njia iliyo sahihi, njia ambayo itatutanisha na Kristo. Hicho ndicho ambacho tunaweza tukajifunza kwa namna ya pekee kuhusu wachungaji, kwamba Mungu anaendelea kutumia midomo ya watu wake kutuita. Kitu cha pili ambacho tunakipata ni kwamba mara zote tunapaswa kuwa watu wa kutafakari.
tunafundishwa ndiyo, tunaambiwa mengi ndiyo. Tusipoyachukua na kuyaingiza katika mioyo yetu, tusikatambua hali yetu ya ndani ilivyo. Hasa au mbaya zaidi, tunaweza tukaishia kusema hawa watu mbona kama wanatuonea, mbona hawa watu wanatushambulia, mbona watu wanasema yale ambayo tumekosea. Tukichukua nafasi na kuyapima katika mizani yake, tutagundua kwamba kuna kitu fulani ambacho kinaweza kikatusaidia, au kuna sehemu fulani ambayo sisi tumepotoka. Hiyo itatusaidia. Hao watu wanasema tufanye nini ni baada yale maneno kuyachukua na kuyaingiza ndani mwao na wakayatafakari. Wasingeyatafakari, baadaye wangeishia kuwa hukumu au pengine kuwaangamiza hawa mitume ambao walikuwa wanawafundisha. Na sisi leo tunaalikwa hivyo. Tunapoambiwa basi muda mwingine iingie ndani mwetu tuweze kuitafakari na kuona uzuri wa kile ambacho tunaambiwa. Somo la pili tunasikia ni mtume Petro, ni waraka wa mtume Petro ambaye anawaandikia watu ambao walikuwa katika mateso makali. Watu ambao walikuwa wananyanyaswa, watu ambao walikuwa tayari wana imani lakini bado walikuwa wanatumikishwa. Kodi zilikuwa zimekuwa nyingi, ukandamizaji ulikuwa umeongezeka. Rushwa ilikuwa imetapakaa. Lakini zaidi sana hawa ambao walikuwa ni wafuasi wa mwanzo, wengi wao walikuwa ni wakulima. Wengi wao walikuwa ni watu wa chini sana, wa kipato cha chini mno. Hao ndio walikuwa wametengeneza, au hao ndio walikuwa wameguswa na Injili na kuamua kumfuata Kristo kwa ukaribu zaidi. Na kwa sababu ya maisha yao ya kuwa ya chini, wale ambao walikuwa na mamlaka katika mazingira yale waliendelea kuwakandamiza. Hata kidogo ambacho wanakipata waliendelea kuwanyanyasa, waliendelea kuwakandamiza kupitia kodi na tozo mbalimbali ambazo zilikuwa zinafanyika. Kwa hiyo hao watu wakajikuta, mbona Mungu ambaye tunamfuata, mbona Kristo ambaye sisi tunamwamini anashindwa kututetea? Kwa nini tunaendelea kubaki katika mateso na hali mbaya kama hii? Petro au waraka huu wa kwanza wa mtume Petro unaandikwa kwa lengo la kuwafariji. Asema, hebu yatazameni mateso ya Kristo, hayakuwa bure. Kristo aliyavumilia na kupitia hayo mateso yeye anafanyika kuwa mkombozi wa wote. Kwa ndugu zangu, ni maneno ambayo mwandishi anayatumia kuwafariji wote ambao wanamfuata Kristo kwa ukaribu, haijalishi wanapitia katika changamoto zipi. Lakini mateso yao yanaweza yakapata maana kama watamtazama Kristo au kama wataendelea kuwa wafuasi. Injili ambayo tunaisikia ni injili ambayo pengine naweza kusema imezoeleka. Wengine wanaita mchungaji mwema. Lakini kwa sehemu ya kwanza ya leo tunasikia Yesu anajiita ni mlango wa kuingia. Yesu au injili hii au sehemu hii ina mwendelezo wa kisema ambacho kilikuwa kimetangulia, sura ya 9 ya injili hii ya Yohane, ambayo kama tunakumbuka sura ya 9 ni sehemu ambayo yule kipofu alikuwa ameponywa na watu hawaelewi. Wanasema huyu ambaye alizaliwa akiwa kipofu anaweza kweli kusema, anaweza kuona? Haiwezekani. Wengi wanasema, hata wazazi wake walikana wakasema haiwezekani, wakasema muulizeni mwenyewe, ni mtu mzima. Sura ya 9 ya injili hii ya Yohane. Na kwa sababu hiyo, huyu mtu ambaye alikuwa ameponywa na Kristo anatengwa na sinagogi, anatengwa na watu. Wanaomtenga ni wale viongozi wa imani, viongozi wa dini ambao walikuwepo. Yesu au injili hii inaendeleza hapo, nasema hakika hao hawakufahamu au hawamfahamu Mungu. Na kwa sababu hawamfahamu Mungu, ameendelea kuwatenga watu pembezoni na Mungu. Hao hawawezi kuwa mlango wa watu kumfikia Mungu sana, wanakuwa ni kipingamizi au ni kizuizi cha watu kumfikia Mungu. Ndio maana injili ya leo inaendelea hapo, na Kristo anajiita yeye ni mlango ambao wale wote ambao wanamfuata wanaweza wakamfikia Mungu, wanaweza kupata wokovu, wanaweza kuwa salama, lakini pia wanaweza kutosheka. Hayo ndiyo mazingira ya maandishi au ya injili hii ya leo. Tuna mengi ambayo tunaweza tukayatafakari kupitia mafundisho hayo au kupitia injili hii ya leo. Yesu anapojiita yeye ni mlango ambao watu wanaoingia kupitia kwake wanakuwa salama, wanapata wokovu na wanatosheka. Yesu anataka kutuambia kwamba sisi tutakuwa salama kama tutakubali kwanza kufundishwa na yeye, kuelekezwa na yeye na kujifunza kwake. Hapo tutakuwa salama na tutakuwa mlango wa kufikia wokovu, kufikia ukombozi. Zaidi ya hapo, tukimweka Kristo pembeni, hapo ndipo uovu unaonekana ni wa kawaida, ukandamizaji unakuwa ni wa kawaida, unyonyaji unakuwa ni wa kawaida, haki, amani vinaonekana ni vitu vya ziada katika maisha. Kwa nini? Kwa sababu Kristo amewekwa pembeni.
Lakini kama Kristo kweli tutaendelea kujifunza kwake, atakuwa ni mlango wa kutufikisha katika maisha ya amani, maisha ya upendo, maisha ya furaha. Kama Kristo ataendelea kuwa kitovu cha sisi kujifunza kwake. Ndiyo maana anajiita ni mlango. Ni mlango ambao unatusaidia kwenda kumfikia Kristo au kumfikia Mungu au kufikia maisha ya amani. Baba Mtakatifu katika ziara yake Afrika ametumia nguvu nyingi katika kuonesha namna watu wanavyopotoka na kuiweka injili ya Kristo pembeni na kuweka kila ambacho Kristo anakifundisha, amani na upendo, pembeni na kuanza kujitegemea. Ametumia maneno mengi katika kuhamasisha watu warudi katika misingi ya utu wa mwanadamu. Waangalie kwa nini watu wanaendelea kujitenga na kuhamasisha zaidi mapigano na vita na vurugu nyingi. Ni kwa sababu tunamweka Kristo pembeni na tunatafuta njia zetu za kuona tunajitosheleza. Baba Mtakatifu anaendelea kutuhamasisha kwamba turudi tena tuangalie Kristo anatutaka tuishije. Kristo anataka tuishi kwa amani, Kristo anataka tuishi kwa upendo, Kristo anataka tuishi kwa haki, anataka tuishi kwa kufuata utu na misingi halisi ya ile ambayo inaendelea kutuunganisha. Kwa ndugu zangu, Kristo anakuwa ni lango la kutufikisha katika mazingira salama kama tutakuwa tayari kujifunza kwake kwa yale ambayo anatufundisha. Lakini Kristo atashindwa kuwa lango kama tutajitenga katika mazingira hayo. Kwa basi injili ya leo inaendelea kutukumbusha namna ambavyo tunatenda na namna ambavyo tunajitenga na upendo huo wa Kikristo. Dominika ya leo nimesema pia ni Dominika ya kuombea miito mitakatifu. Na kwa mwaka huu kanisa linatuwekea ujumbe ambao unatuongoza, utambuzi wa sauti ya ndani wa zawadi ya Mungu. Utambuzi wa ndani wa zawadi ya Mungu. Huo ndio ujumbe ambao kanisa mwaka huu linatuwekea mbele yetu katika Dominika hii ya miito au ya kuombea miito, kwamba Baba Mtakatifu anatumia mambo manne katika kuelezea huo ujumbe. Cha kwanza anasema tutambue kwanza njia nzuri ya kumfuata Kristo. Na cha pili anatuambia lazima tutengeneze mahusiano ambayo yanategemeana, sisi kuhusiana na Mungu na Mungu anavyohusiana na sisi. Na cha tatu anatuambia lazima tuwe waaminifu. Uaminifu ambao anauzungumza ni ule wa kuwa na imani kwa Mungu. Na cha nne ambacho nakidokeza ni ukomavu. Kwa katika Dominika ya leo kanisa linatutafakarisha turudi tena kutafakari uzuri ule ambao upo katika sauti ambayo Mungu anatuita siku zote tuishi katika wema. Mtu atajiuliza sasa wito ni nini? Wito ndugu zangu, kwa maana ambayo ningeweza kuitoa, ningesema wito ni sauti endelevu ya mwaliko wa kutenda na kuishi mtindo fulani ambao unaakisi utendaji kazi wa Mungu. Ni sauti endelevu ambayo mtu anaweza kusema nimeitwa leo imetosha. Hapana, ni sauti endelevu, pole pole ya kuendelea kutambua ule mpango wa Mungu, lakini pia kutekeleza au kutenda kazi fulani ya kimungu. Huo ndio ningeweza kusema ni wito. Hiyo ndio sauti ambayo tunaipata. Ninapoitwa kwa mara ya kwanza au kijana anapoitwa kuingia katika malezi, ni sauti ya kwanza ambayo anaisikia. Baada ya hapo anapaswa kuendelea kuisikia sauti hiyo pole pole, kuendelea kutafakari juu ya sauti hiyo. Na Mungu mara zote hajawahi kuikomesha sauti yake. Katika kuishi kwake anaendelea kutambua, anaendelea kutafakari, anaendelea kukutana na mengi, anaendelea kukomaa katika safari yake hiyo. Na sauti hiyo inakuwa ni endelevu. Na kwa sababu hiyo wito ni maisha. Ni maisha ambao mara zote anatusogeza pole pole kukutana na Mungu. Huo ndio wito ambao Mungu anatukabidhi. Na kwa sababu hiyo basi wito unamfikia mtu ndani ya moyo wake. Mtu mwingine wa pembeni anaweza sielewe kwa nini huyu mtu anataka kuishi maisha haya. Mtu mwingine anaweza sielewe kwa nini, kwa sababu ni sauti ambayo inadondoka kwenye moyo wa mtu mwenyewe. Anasikia mvuto wa kuishi maisha fulani. Mtu mwingine anasema sasa huyu amepoteza nini? Huyu amekosa nini? Mwingine anaweza sielewe, au mwingine akamtendea mwingine vibaya kwa sababu hajagundua ile sauti ambayo iko ndani ya moyo wa mtu. Siku ya leo tunaalikwa kuheshimu na kupenda miito ya wenzetu. Hatujui ni kitu gani ambacho kinaongea ndani ya moyo wake. Hatujui ni kitu gani. Lakini pia
kuna uwezekano sauti hiyo ikafifia katika maisha ya kawaida. Kuna uwezekano hiyo sauti ikapotea. Sauti hiyo inapotezwa na nini? Inapotezwa na mazingira na changamoto ambazo zinaweza zikatokea katika maisha, au inaweza ikasababishwa na mtu mwenyewe au na mazingira anayoyaishi. Sauti hiyo inaweza ikapotea pale ambapo mtu huyo anakosa au anapoteza mvuto wa tafakari ya maisha yake ya ndani na uhusiano wake binafsi na Mungu. Na hapo huyo mtu anaweza kuingia katika ukavu wa wito wake. Lakini pia kwa sababu ni sauti ambayo inatua kwenye moyo wa mtu, wito unatudai kuwa na tafakari ya mara kwa mara. Unatudai kuwa na mahusiano endelevu na Mungu. Zaidi ya hapo, tutajikuta tunafanya kila ambacho sisi kwa akili zetu tunaona ni sahihi, tofauti na kile ambacho Mungu anakitaka. Na cha mwisho ambacho ningeweza kumalizia, ningesema wito ni utendaji kazi wa Mungu. Wito ni utendaji kazi wa Mungu. Haijalishi ni wito gani, katika familia, ndani ya kanisa, au wito wa jumla wa kuwa watakatifu, ni utendaji kazi wa Mungu. Ni Mungu anataka kutenda kazi yake kupitia viumbe wake. Kama ni kwenye familia, Mungu anataka kuwatumia hawa watu wawili kuendeleza kazi ya uumbaji. Huo unakuwa ni wito wa ndoa. Mungu anataka kufanya kazi yake ya uumbaji kupitia hawa watu wawili. Na kwa misingi hiyo ndio maana kanisa linaendelea kusimamia kwamba mara zote ndoa lazima iwe kati ya mume na mke na sio vinginevyo, kwa sababu ni utendaji kazi wa Mungu. Na ndani ya kanisa ni Mungu anayependa kuendelea kulitakasa kanisa lake, kuwatakasa waumini wake. Anawaita mapadre waendeleze kazi hiyo. Na Mungu kwa sababu ndiye anayetenda hiyo kazi, mara zote yeye ndiye anayeambatana nao. Lakini pia katika maisha ya wakfu kwa ujumla wake, ni Mungu ambaye anapenda kuendelea kuitakasa dunia kupitia sala za wale ambao wanasali. Kwa hiyo wito ni utendaji kazi wa Mungu. Tuupende wito wetu, tuthamini miito yetu, tuthamini miito ya wenzetu. Tunaweza tukawa chanzo cha wenzetu kuumia, hasa pale ambapo tunatenda kitu fulani ambacho kinaacha taharuki kwa wenzetu au kinaacha taharuki katika jumuiya. Tumsifu Yesu Kristo.